Shirikisho la mpira wa miguu TFF limekuja na taarifa mpya kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Dabi hiyo ambayo inataraji kupigwa tarehe 3, ambapo uwanja umekuwa na sintofahamu, ambapo kulikuwa hakueleweki, lakini TFF imeconfirm na tayari imekuja na taarifa mpya na pia kuhusiana na uwanja utakaotumika kwenye dabi ya Kariakoo. Je, ni taarifa gani hii mpya ambayo amekuja nayo TFF, lakini pia ni uwanja gani ambao utatumika kupigwa kwa dabi ya Kariakoo? Yote tunakuletea hapa Tubone Media. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Wewe kama mpenda michezo, wewe kama mpenda burudani, basi mahali pako ndipo hapa. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Naam, sasa leo tunaenda kuitazama dabi ya Kariakoo ambayo inataraji kupigwa tarehe 3, lakini dabi hiyo imekuwa na sintofahamu nyingi zikiendelea na rumors zimekuwa ni nyingi sana kuhusiana na dabi hiyo, kwa maana hata taarifa kuhusiana na uwanja ilikuwa bado haijatoka, kwani TFF walikuwa wanasubiria kauli kutoka kwa wekundu wa Msimbazi, maana ndio wenye haki ya kuchagua uwanja au matumizi gani ya uwanja ambao utatumika kwenye dabi ya Kariakoo. Aidha dabi hiyo ambayo ilipita ya mzunguko wa kwanza, ambapo Young African ndiye alikuwa mwenyeji wa mchezo huo, huku Simba Sport Club alikuwa mgeni, lakini Young African yeye alichagua uwanja wa dimba la New Amani Complex. Hivyo basi Simba Sport Club alisafiri moja kwa moja kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar kuifuata Young African. Sasa hizi ni Simba Sport Club anakuwa mwenyeji wa mchezo huo, huku Young African anakuwa mgeni wa mchezo huo, na timu hizi zote kwa sasa zipo kule Zanzibar kwenye michuano ya Muungano Cup na zimefika kwenye hatua kubwa ya nusu finali ya Muungano Cup. Hivyo basi zikitoka kwenye Muungano Cup moja kwa moja zinakuja kwenye dabi ya Kariakoo. Ni rasmi sasa, klabu ya wekundu wa Msimbazi kupitia TFF imeconfirm tayari uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ndio utatumika kwenye dabi hii ya Kariakoo, na TFF imefanya mabadiliko hayo kutokana na sababu za ujenzi au ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Hivyo basi imehamisha dabi hiyo kwenda kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuyo. Lakini pia tukumbuke kwamba uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ijawahi kupigwa dabi pale, ndipo mara ya kwanza Simba Sport Club wanaenda kukichafua kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuyo, na hii dabi ni kubwa sana na ule uwanja sijui kama utaweza kuhimili. Yote tunasubiria nini kitajili, lakini pia tukumbuke kwamba dabi hii ambayo inawakutanisha Simba na Young African ni muhimu sana kwa timu zote mbili, kwani Simba Sport Club wanahitaji kupunguza gepu mbele ya watani wake Young African, na Simba Sport Club anakuwa na advantage ya kuwa nyumbani, lakini pia mtani wake Young African pia naye anahitaji kuongeza gepu kubwa mbele ya wekundu wa Msimbazi ili kujihakikishia nafasi ya kutoa ubingwa wa 2025 2026. Sasa nini kitajiri? Tunasubiri dakika 90 za mwamuzi, lakini hapa Tubone Media tupo kwa ajili ya kukuletea matukio ambayo yana trending kwenye upande wa soka na michezo na burudani. Sasa mchezo uliopita dhidi ya watani hawa wa jadi ulimalizika kwa sare ya bila kufungana pale kwenye dimba la New Amani Complex, yani sare ya bila kwa bila. Sasa Young African mpaka saizi amekaa kileleni akiwa amemzidi Simba Sport Club point 4. Simba Sport Club anaingia kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa lengo la kupunguza gepu, kwa maana ushindi ni muhimu sana kwake ili kupunguza gepu ambalo amezidiwa na Young African. Lakini ukianza kuangalia klabu ya Young African pia nayo inaingia uwanjani kwa lengo la kuongeza gepu ili kujihakikishia nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa 2025 2026 mbele ya mnyama Simba Sport Club. Nini kitajili kwenye dabi hii ya Kariakoo? Kwa maana
sana dimba la Meja Jenerali Isamuhyo ijawahi kupigika dabi yoyote hile. Ndipo mara ya kwanza dabi hii inaenda kupigwa kule kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa kuelekea dabi hii, wa mashabiki wamekuwa na comment nyingi sana, hususan mashabiki wa Young African, lakini pia mashabiki wa Simba Sport Club wamekuwa na comment nyingi sana. Na sasa wewe unayetusikiliza, wewe unayetuambia bado hujatuambia wewe ni shabiki wa timu gani? Je, wewe ni shabiki wa Simba Sport Club au wewe ni shabiki wa Young African? Tuambie hapo kwenye comment, lakini pia utuambie, je, wewe unaonaje mawazo ya TFF kupeleka dabi ya Kariakoo kule kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo? Je, dimba litakuwa vizuri ama mechi itawapalia kwenye dimba hili? Tukutane kwenye comment hapo, lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kisha njoo kwenye comment tuambie unaitakia timu yako ushindi ukiwa mkoa gani. Tukutane pia kwenye comment hapa. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, na hivi ndio vitu ambavyo tunavifanya kwenye chaneli yetu hii ya michezo, kuleta update na vitu vinavyo trending kwenye upande wa soka. Hakikisha umesubscribe ulisipitwe na mengi. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, keep watching. Bye bye.